Mtazamaji na mfuatiliaji wa Kawabe Media, ni wakati mwingine ambao tunapata nafasi ya kuweza kujadili mambo mbalimbali yanayohusiana na masuala mazima ya mfumo ya kiutawala, lakini pia siasa za nchi yetu. Tukiangazia zaidi leo upande wa masuala mazima ya utawala wa kisheria, na nimepata nafasi ya kumtafuta wakili Maduhu William, mmoja kati ya mawakili mashuhuri sana hapa nyumbani kwetu Tanzania. Jina langu ni Salumu Amani, na kukumbusha kusubscribe lakini pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram, lakini pia TikTok kwa jina la Kawabe Media. Kwanza kabisa wakili Maduhu, habari ya majukumu? Salama kabisa. Habari ya huko mlikotoka bwana? Tunamshukuru Mungu. Tumepata nafasi ama tunapata nafasi ya kuweza kujadili mambo kadhaa. Kubwa zaidi ambalo tunatamani kufahamu ni kuhusiana na utawala wa kisheria. Tunafahamu nchi yetu imepita katika kipindi cha misukosuko ya hapa na pale, hususan kwenye uchaguzi. Sasa tukirejea kwenye ule utaratibu wa kisheria, kuna baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanahusisha sheria. Sasa yameleta mgagasuko kidogo, nikasema nikutafute ili pengine uweze kututoa tongotongo au uweze kututoa huu mgagasuko uliopo. Awali ya yote au mwanzo kabisa, tunaangazia swala zima la utawala wa kisheria katika yale yaliyokuwa yametokea katika uchaguzi. Utawala wa kisheria ulikuwa na nafasi ipi katika kuhakikisha kwamba mambo haya yaliyotokea pengine yalikuwa yanaepukika ama la yalikuwa yanatafutiwa suluhisho? Asante sana. Kwanza nafikiri unapozungumzia utawala wa kisheria unazungumzia dhana pana sana, na maybe kabla ya kujibu swali lako nianze tu kwa kusema kwamba Tanzania kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa ibara ya 3 ya katiba yetu, inazungumza kwamba Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi na inayoamini katika falsafa ya ujamaa. Lakini la pili ni kwamba ukisoma ibara ya 8 inazungumza kwamba serikali au utawala wowote ule hapa nchini kwetu unapatikana kwa kutokana na wishes au matakwa ya wananchi wenyewe. Kwa wananchi ndio wanaoweka serikali madarakani. Lakini la tatu ni kwamba Tanzania kama nchi ambayo ni ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa siasa, ni nchi ambayo kama tulivyosema inaongozwa kwa kufuata utawala wa sheria, demokrasia na misingi ya haki za binadamu. Na Tanzania kama nchi tupo katika ni wanachama wa mikataba mbalimbali ya kimataifa ambayo inazungumzia masuala ya utawala wa sheria, utawala bora, lakini pia masuala ya haki za binadamu. Kwa mfano, Tanzania ni nchi wanachama wa mkataba unaounda Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambao ukisoma ile ibara ya 5 na 6 na 7 itazungumzia kwamba nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hazina budi kuheshimu misingi ya utawala wa sheria, demokrasia na masuala ya haki za binadamu. Lakini mbili, sisi ni wanachama, ni nchi wanachama wa mkataba wa Afrika wa haki za binadamu na watu wa mwaka 81, ambao pamoja na mambo mengine unazungumzia masuala kadha wa kadha, ikiwemo nchi kuheshimu na kuhifadhi misingi ya haki za binadamu, haki mbalimbali zikiwemo haki za kiraia na kisiasa. Lakini pia sisi ni nchi wanachama wa mkataba wa kimataifa wa haki za kiraia na kisiasa wa mwaka 1966, ambao pia unazungumzia unaziagiza nchi wanachama ikiwemo Tanzania juu ya uwepo wa kuheshimu na kuhifadhi haki za wananchi kushiriki katika michakato ya kidemokrasia, uhuru wa kujieleza, haki za kuchagua na kuchaguliwa, na haki zingine ambazo zinafanana na masuala haya ya kiraia. Na baadhi ya mikataba bado tumethani, lakini hatujalizia, kwa hiyo hatuwezi kubana kwayo. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba sisi kama nchi tayari ni nchi ambayo tunaongozwa kwa mujibu wa sheria, katiba, mila, desturi, lakini pia ni nchi ambayo inatakiwa kufuata utawala wa sheria kwa sababu sisi sio nchi ya kifalme. Kwa hiyo hivyo basi tunapaswa kufuata mfumo huo wa utawala wa sheria. Sasa tukija kwenye swali lako ni kwamba nchi yetu imekuwa ikipitia katika awamu kadha wa kadha. Kuna kipindi ambacho tunakuwa vinara wa kuhifadhi na kulinda utawala wa sheria na demokrasia na haki za binadamu, na kuna kipindi tumefika pia tukaona kama tunashuka hata kwenye zile index za kimataifa. Kuna kipindi hapa katikati tulikuwa vinara wa kuheshimu misingi ya demokrasia, utawala bora pamoja na utawala wa sheria. Lakini pia sisi hao kafika kipindi kingine tukashuka kwenye ile index ya kimataifa, tukaonekana kwamba hatufanyi vizuri sana katika eneo la utawala bora, utawala wa sheria na misingi ya haki za
binadamu. Kwa nini? Kwa sababu tawala zetu zilikuwa zikienea kuja anakuja na utashi wake. Kwa mfano utaangalia awamu ya kwanza Mwalimu Nyerere kulikuwa na masuala kadha wa kadha. Kija awamu ya Mzee Mwinyi yeye alianzisha masuala ya mapinduzi makubwa ya ushiriki wa wananchi katika michakato ya kidemokrasia ikiwemo uchaguzi. Ndipo kipindi ambacho tume maarufu ya Jaji Jenerali ilianzishwa ili kuangazia masuala mbalimbali ya ushiriki wa wananchi katika michakato ya kidemokrasia. Hapokuja hayati Mkapa naye hakuwa nyuma. Naye akaunda tume kama ya Jaji Kisanga, kaja na mapendekezo kadha wa kadha yanayohusu mabadiliko yatakayowawezesha wananchi kushiriki katika michakato ya kidemokrasia, utawala wa sheria na ulinzi wa haki za binadamu. Baadaye akaja Mheshimiwa Kikwete naye akaunda tume maarufu ya Warioba kwa ajili ya kufanya mabadiliko ya katiba, ikazunguka nchi nzima ikakusanya maoni ya wananchi, lakini bahati mbaya ni kwamba ule mchakato haukuweza kufika mwisho licha kwamba tulifika mpaka hatua ya kuwa na katiba inayopendekezwa. Baada hapo akaja hayati Magufuli, tukayumba kidogo katika hilo eneo la utawala bora, utawala wa sheria na masuala ya haki za binadamu. Baadaye Mungu alipomchukua hayati Magufuli, Mheshimiwa Samia kama makamu wa rais kwa mujibu wa katiba, akawa rais wa nchi yetu. Akaja na nia njema, uliona kwamba hakuja lugha za faraja kwamba amekuja yeye ni mama na nuia kufariji wananchi. Akaja zile 4R, R4 kwa maana ya resilience, rebuilding, reforms and reconciliation. Na akaanzisha mchakato kaona kikosi kazi cha demokrasia vyama vingi ambao kiongozwa na Profesa Mkandala, akachukulia maoni ya wananchi, akaunda tume maarufu na yenyewe pia kuangazia masuala ya haki jinai iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Othman Chande. Kwa hiyo wananchi wakaanza kuwa na matumaini makubwa na serikali ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Lakini baadaye tukaanza kuona sasa matukio pia mengine. Ile nia njema Mheshimiwa Rais ni kama ikaanza kuonekana kushuka. Kaanza kuona madai mbalimbali ya watu kupotea, madai ya watu kutekwa, madai ya watu kubambikiwa kesi. Na actually hata viongozi wetu wa kitaifa, hata Mheshimiwa Rais Samia mwenyewe kuna kipindi akiwa rais aliwahi kusema hadharani kwamba baadhi ya maafisa jeshi la polisi TAKUKURU wanabambikia wananchi kesi. Na yeye Mheshimiwa Rais Samia akajitolea mfano kwamba kuna kipindi alikuwa tu waziri wa kawaida akakamatwa na polisi kwa kukiuka sheria za barabarani, akataka kuomba rushwa, akapelekwa mpaka kituo cha polisi. Akanasema kwamba kama yeye akiwa tayari ni mtu serikalini yupo kwenye level fulani alifanywa yale, akanajaribu kuimagine wananchi wa kawaida hali itakuwaje. Kwa hiyo kama taifa tumekuwa tukipita katika nyakati tofauti. Kuna kipindi tunafanya vizuri sana katika eneo la utawala bora na utawala wa sheria, na kuna kipindi tunakuwa tufanye vizuri sana. Sasa tukija katika jambo ambalo limetokea, wamesema matokeo ya uchaguzi wa 29 Oktoba, kwamba kuna masuala ambayo yalitokea na yako hadharani, na wote tumekiri, serikali imekiri, wadau mbalimbali wamekiri kwamba kuna machafuko yalitokea 29 kutokana na maandamano. Kwa hiyo kuna watu walifariki dunia, kuna watu wamekamatwa wako mahabusu mpaka sasa wanasubiri, wengine na makosa makubwa ya uhaini, makosa ya kupanga njama, wengine na makosa kama ya kutumia silaha, wengine na makosa ya uchomaji mali, na wengine makosa ya uharibifu wa mali, wengine makosa ya kufanya fujo. Na kuna wengine wabaki na ulemavu kwa maana kwamba kutokana na vipigo, wengine kushambuliwa kwa risasi na vyombo vya usalama, bado wengine wanaendelea na matibabu. Lakini pia wengine pia wapoteza mali zao, kuna mali zimechoma na kadhalika. Tumefika hapo kwa sababu ya matokeo ya kiuchaguzi. Sasa unaweza kujiuliza kwamba kwa nini tumefika hapa kama taifa? Kwa sababu swala msingi ambalo pia wadau wengi hawataki kujiuliza ni kwamba kwa nini tumefika hapa tulipofika. Tukijibu hilo swali nafikiri tutaweza kujidasua kama taifa. Lakini tukiendelea kuzunguka kushindwa kujibu hilo swali, kwa nini tumefika hapa tulipo? Kwa nini leo tuna watu takriban 900 Kensai wako magereza kwa mashtaka ya uhaini? Kwa nini? Kwa nini leo hapa tuna watu mamia wako katika vituo vya polisi mbalimbali wakiendelea kushikiliwa kuhojiwa kwa tuhuma za matatizo ambayo yametokana na uchaguzi wa 29? Kwa nini leo tunadai kuna watu hawajulikani mpaka leo
wako wapi? Ndugu zao wanatafuta, ndugu zao wanaulizia wako wapi? Kwa nini tuko hapa? Kwa nini leo tuna madai ya watu kudaiwa kutekwa na kadhalika? Kwa nini leo kuna watu wanadai mpaka leo kwamba kuna watu wameuawa kutokana na matokeo hayo ya uchaguzi wa 29? Kuna watu leo hapa ni yatima, kuna watu ni wajane, kuna watu ni wagane na kadhalika. Kuna watu wengine wategemezi. Kwa nini tumefika hapa? Tukijibu hilo swali, nimeona Mheshimiwa Rais Samia ameunda tume ya kuchunguza jambo hili kwa mujibu wa mamlaka alionayo katika kifungu cha 3 cha sheria ya uundwaji wa tume za kiuchunguzi kwa maana ya Commissions of Inquiry. Ameunda tume, sitaki sana kwenda huko kwa muundo wa tume na wajibu wake. Nataka tuseme kwamba hatua ya Mheshimiwa Rais kuunda tume bila kujali credibility, bila kujali uaminifu, bila kujali imani ya umma juu ya tume ile ni ishara tosha kwamba serikali inakiri kwamba kuna tatizo. Na ndio maana serikali inaunda tume ili ikafanye inquiry, ije na findings, ituambie. Kwa hiyo muundaji wa tume Mheshimiwa Rais anajua kwamba scope ya ufanyaji wa tume wa kazi unaanzia wapi na kuishia wapi. Kwa hiyo tume itaenda kufanya kazi bila kujali na mengine ambayo watu wengine wanasema, itakuja na findings kwa nini tumefika hapa. Lakini ni kwamba kwa Tanzania kwa mujibu wa sheria zetu za hapa ndani na kimataifa ni kwamba mamlaka pekee ambayo ina uwezo wa kutamka mtu auawe kwa mujibu wa katiba yetu ya Tanzania na sheria mbalimbali ni mahakama. Kwamba ukikuta na hatia ya kosa la kunyongwa hadi kufa, let's say kosa la uhaini au kosa la mauaji, mamlaka pekee ambayo inaweza kusema huyu auawe ni mahakama. Na kwa bahati mbaya ni kwamba mara ya mwisho maamuzi ya mahakama katika eneo la kunyongwa hadi kufa kutekelezwa ilikuwa ni katika kipindi cha awamu ya pili ya Mheshimiwa hayati Mkapa katika miaka 5 ya mwanzo. Lakini baada ya hapo adhabu ya kifo Tanzania sio hayati Mkapa, sio Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, sio hayati Magufuli, sio Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Hakuna hata mmoja kati yao amewahi kutekeleza adhabu ya kifo. Kwa hiyo in that theory hiyo kwamba adhabu ya kifo pia nchini kwetu ni adhabu ambayo haitekelezeki. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kwenye nchi ambayo inafuata utawala wa sheria, mamlaka pekee yenye uwezo wa kusema fulani au wawe ni mahakama. Kwa maana kama mtu anatuma ambazo kosa lake ni la kunyongwa hadi kufa, akapelekwa mahakamani, jamhuri wakawasilisha ushahidi wao, akapewa nafasi ya kujitetea, akapeleka ushahidi wake, mahakama ikafanya uchambuzi, ikafanya tathmini, alafu inaandaa hukumu inasema kwa ushahidi huu hapa kuna tuhuma au mtuhumiwa alikusingiziwa au jamhuri imeshindwa kuprove kosa, tunamwachia. Au jamhuri imethibitisha kosa pasi kuwa na shaka yoyote, kwa hiyo tutamtia hatiani mtuhumiwa kosa la kunyongwa hadi kufa. Ndio mamlaka pekee inaweza kufanya hivyo. Hakuna mtu mwingine yeyote nje ya mahakama, iwe ni polisi, iwe ni jeshi la wananchi, iwe ni nani, iwe ni chombo chote kile chenye mamlaka kusema huyu auawe kama hajafikishwa mahakamani. Hiyo ndio maana ya nchi inafuata utawala wa sheria. Lakini pili ni kwamba hata wale ambao wanaonekana kuwa ni wakosefu, kwa maana kwamba wanapelekwa mahakamani, ndio maana ukisoma ibara ya 4 ya katiba yetu inazungumza zaidi kwamba Tanzania kama nchi ambayo inafuata utawala wa sheria kama ulivyosema itakuwa na mihimili mikuu mitatu. Mhimili wa dola kwa maana ya serikali ambayo kiongozi wake mkuu ni rais, Mheshimiwa Rais. Kuna mhimili mkuu wa pili na bunge, ambao kiongozi wake mkuu atakuwa ni speaker kama chombo cha uwakilishi wa wananchi. Sababu wananchi wote hawezi kuingia bungeni, wanakuwa na wawakilishi. Na mhimili wa tatu ni mahakama ambayo kiongozi wake mkuu anakuwa ni jaji mkuu. Hasa kazi ya mahakama kwa mujibu wa ibara ya 107 kubwa ni kwamba itakuwa ni kutafsiri na kwa maana kutafsiri sheria na utoaji wa haki. Kwa sehemu pekee ambapo hata serikali yenyewe ikiona kwamba fulani ni mkosefu, fulani kaua, fulani sio kafanya fujo, sio fulani kafanya kosa gani, hakuna mtu mwenye tiketi ya kusema uawe. Sio fulani panyalodi, fulani nani. Kwa nchi ambayo inafuata utawala wa sheria hakuna chombo chote chenye tiketi ya kusema auawe. Isipokuwa sasa vyombo hivyo serikali sasa ndio maana ikaanzisha majeshi, jeshi la polisi kwa mujibu wa ibara ya 148 ya katiba. Kazi yake ni kukamata wahalifu, kufanya upelelezi au uchunguzi. Wakimaliza hapo huwezi kukamata wewe ukapeleza mwenyewe.
lazima kuwe na chombo kingine cha kufanya checks and balance. Kwa jeshi la polisi likisha kamata, kwa sababu polisi kazi yao ni kubwa zaidi, ni kwamba kwa mujibu wa sheria ni ulinzi wa wananchi na mali zao, pamoja na kuzuia uhalifu usitokee. Wanasema wanasema pretension, yani kuzuia jambo lisitokee, uhalifu usitokee, ndio kazi ya jeshi la polisi. Lakini kazi ya jeshi la polisi ya pili ni kwamba kazi yao ni kukamata wahalifu. Wakisha kamata, sheria iseme waue, sheria inasema wawaweke mahabusu, wawahoji, kama kosa ambayo yana dhamana wawape dhamana, kama kosa ambayo hana dhamana sasa waendelee kubaki mahabusu. Lakini pia sheria imesema polisi wanapaswa kukaa na mtumiwa ndani ya masaa mangapi, na wanapaswa kwa muda huo masaa hayo 24 kwa mfano, wanapaswa kukaa na yeye kwa muda gani wao wameshamhoji. Wakishamaliza hapo polisi tayari wameshamhoji, wana ushahidi wa kinyaraka au ushahidi wa kielektroniki, ushahidi wote wanampelekea mwendesha mashtaka wa serikali DPP, ambaye anaanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 59B kubwa. Sawa. Katika hilo ambalo umelizungumza, kuna baadhi ya mambo ambayo pia yameweza kutokea. Umezungumza vizuri kwamba mwisho wa siku kila kitu kinakuja kutafsiriwa kwenye mahakama na sheria inachukua nafasi yake. Kwa lolote lile ambalo litatokea, tunarejea kwenye sheria. Kuna watu wamepoteza ndugu zao, wengine wanasema ndugu zao hawaonekani, wamewakosa, wengine wanasema ndugu zao wamekufa, wameuawa. Sheria inasemaje kwenye hili? Asante. Kwanza ni kweli kadi yasema kwamba hatuna chombo chenye mamlaka kusema fulani auawe, isipokuwa mhalifu anakamatwa, anapelekwa mahakamani, mahakama itasikiza kila upande wa jamhuri na upande wa yeye mwenyewe mshtakiwa, alafu mahakama itatoa uamuzi based on ushahidi ambao umewasilishwa. Sasa kwa hawa ambao kila mtu amekiri, serikali imekiri kwamba kuna mauaji, na ndio hata Mheshimiwa Rais kama nakumbuka siku anaapishwa, Rais alitoa pole kwa watu waliopoteza maisha. Pia Mheshimiwa Rais kama nakumbuka siku anazindua bunge Ijumaa iliyopita, alisimama, aliomba wabunge wasimame kwa dakika moja kuombea waliopoteza maisha wakati wa uchaguzi. Kwa it means kwamba ni jambo ambalo halibishaniwi kwamba kuna watu wamefariki. Serikali na kila mtu amekiri. Sasa kama serikali imekiri kwamba kuna watu wamefariki, itakuwa ni aibu na dhambi sana mimi niseme hamna aliyefariki, itakuwa stand yake. Sasa hoja ni kwamba hawa ambao mpaka leo haoni ndugu zao. Nilimsikiza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam siku moja, Mheshimiwa Albert Chamila akisema kwamba mtu ambaye ndugu yake amuone aende polisi. Nakumbuka kauli wapo baadhi ambao walienda polisi kweli, ndugu zao wakapata, ambao sasa wako Segerea kwa tuma za uhaini. Lakini ambacho nataka nimwambie Mheshimiwa Albert Chamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mheshimiwa, kwamba wapo baadhi ambao mpaka leo ndugu zao hawajaona, sio polisi, sio Segerea. Baadhi wameenda mpaka Segerea, ndugu zao hawajapata. Sisi tunapigiwa simu kila siku. Kwa Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna watu kadri ulivyoelekeza kwamba waende, kama kuna ndugu amuoni waende polisi, kweli kuna wengine wameenda wameona ndugu zao. Lakini Mheshimiwa Albert Chamila, naomba tu nikufahamisha kama kuna baadhi wameenda ndugu zao mpaka leo hawajawapata. Na in fact wanaendelea kuwatafuta. Na baadhi wameenda kila mahali, wameenda hospitali, wameenda mochwari zote za Dar es Salaam hapo, ndugu zao hawajawapata. Sasa maana yake nini sasa? Kuna mambo mawili. Moja, kwa wale ambao wamefiwa na ndugu zao, waona wamepoteza ndugu zao, bahati mbaya ni kwamba mpaka sasa serikali haijasema chochote juu ya hilo. Haijatoa kauli rasmi kwamba hao ambao ndugu zao wamepotea watawafanya nini, watawafanyia kitu gani. Serikali haijasema chochote. Lakini cha pili, tumeona kama nilivyosema, Rais ameunda tume. Mimi sitaki kwenda kwenye uhalali au vinginevyo wa tume. Lakini zalonga tume imeundwa na Rais amekiri kwamba kuna juhudi zingine za nje ambazo zinataka kuingia nchini kuja kufanya mazungumzo na uchunguzi wa masuala haya. Rais anasema kwamba tume zitakazokuja kutoka nje basi zifanye kazi pamoja na tume ya kwetu. Sasa mimi naamini kwamba sitaki kusema kwamba hawa waliofiwa ndugu zao watafanywa nini, lakini naamini kwamba tume itafikia wadau mbalimbali kama itaweza. Sijajua muda ambao imepewa na Mheshimiwa Rais, maana pala kutangaza. Naamini kwamba tume itafikia wadau mbalimbali, itafikia wadau wa kijinai, itafikia wadau kwa maana ya waathirika wenyewe. Naamini kwamba tume itapeleka mapendekezo mazuri kwa mamlaka ya kwamba, kwa sababu naamini kwamba katika mambo yote ambayo tume imepewa jukumu, inaweza kupendekeza mambo labda
hawa waliopoteza maisha maybe wafidiwe, kuna mfuko maalum wa fidia. Au kama kwamba kuna matumizi ya nguvu kupita kiasi kwa vyombo vya usalama ilionekana, je, hawa ambao walifanya hivyo wachukuliwa hatua gani? Tume inaweza ikatoa mapendekezo hayo. Lakini pia kwa ambao ndugu zao haoni mpaka sasa, ninaamini kwamba tume itakuja na majibu ya kina juu ya hilo, kwa sababu ndio maana ya tume, kwa sababu tume inakwenda kwenye kufanya inquiry, findings zinakuwa ni kubwa zaidi kuliko kuongea tu hapa. Kwa hiyo mimi kama wakili siwezi kutoa majibu ya moja kwa moja kwamba hawa waliofiwa, hawa ambao ndugu zao hawaoni mpaka sasa wafanywe nini, kwa sababu hata kama nikisema hapa bado mamlaka ya mwisho ya kwamba wafanywe nini ni serikali. Tume itatoa mapendekezo kama ni fidia, vinginevyo tume itasema hakuna lazima ufungue kesi ya madai kupata fidia. Lakini mahakama ya uhalifu wa kivita ICC yenyewe ina zote mbili. Ina aspect ya ujinai kwa maana ikamhukumu mtu kifungo, lakini pia ina aspect ya ikaagiza pia serikali au sio serikali pasi, kwa sababu ICC anashtakiwa mtu kwa makosa haka aliyofanya individually. Kwa hiyo pia kuna unit ya kitu kinaitwa criminal compensation, kwa maana victim compensation, kwamba wao wenyewe wana mfuko wa kuwa compensate wahanga masuala ya uhalifu wa kivita na makosa dhidi ya binadamu. Au pia anaweza katoa vyote kwamba huyu perpetrator akahukumiwa kifungo vis-a-vis kulipa faini au kutoa fidia kwa mhanga wa hiyo. Sasa bahati mbaya ni kwamba niseme tu kwamba mahakama kama ICC mfumo wake wa kisheria ni mgumu kidogo, very complicated namna ya kufika kule. Sio kama DPP wa kwetu anaamka asubuhi anafungua makosa ya uhaini. ICC DPP wa kule yuko very limited. Pitoe Chamber kwamba nataka kwenda kufanya investigation Tanzania, na ushahidi kadhaa ambao unaonekana kufanyika na baadhi ya watu juu ya makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya binadamu au mauaji ya kimbali. Pitoe Chamber inapitia nasema kwa ushahidi huu tunaona kwamba bado shahidi wako hautoshi, tuna either kuagiza ukafanya uchunguzi tena au DOP kibali cha kwenda kufanya uchunguzi tunakitoa. Au ikasema kwa kweli tunaona kuna ushahidi au la kutosha, kwa hiyo tunakuruhusu kwenda kufanya uchunguzi Tanzania. Akisha chunguza haishi tu hapo, ndio sana rejea kule kwenye trial chamber sasa kwa ajili ya kwenda kusikiza shauri. Na penyewe kabla ya yote serikali inapata fursa ya kujibu na itawaambia kwamba kuna kitu kinaitwa the principle of complementarity, kwa mahakama ya ICC sio primary court kitaalamu, ni secondary court, sio mahakama ya mwanzo. Maana yake ni kwamba kipaumbele kitazali kwa mahakama za ndani. Kwa watakwambia hivi, sisi kama nchi hatujashindwa kushughulikia wahalifu kwenye mahakama za ndani, kwa tupeni nafasi tukashughulikia mahakama za ndani, tukishindwa ndio tusamfanye huku. Na mahakama ikiangalia tunasema kweli jamani, watu wanasema kwamba hajashindwa kushughulikia watu kwenye mahakama mfumo ya ndani, kwa tunaiondoa kesi mrejea kwenye mahakama za ndani mpaka mahakama ijiridhishe kwamba ni kweli Tanzania imeshindwa kuprosecute ndani, na sasa ICC ikakita. Lakini pia kwenye eneo la uchunguzi, kwa uchunguzi wa aina mbili, kwa uchunguzi ambao mwendesha mashtaka mwenyewe wa ICC anaanzisha mwenyewe sio moto bila kuombwa na mtu wote, na uchunguzi ambao anaweza kuanzisha baada ya kupokea maombi kutoka kwa wadau mbalimbali yakiwa na ushahidi wa baadhi. Lakini pia nani ambaye akafungua kesi ICC, moja inaweza kuwa ni nchi yote mwanachama wa ICC zidi ya nchi nyingine, au baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kwa maana ya UN Security Council naweza kuinitiate kupitisha azimio kwamba tunaona kuna uvunjifu wa haki kwenye nchi fulani, kupitisha azimio la kushtaki nchi hiyo, na ICC kwenye hilo hainaga option, inachukua hatua mara moja kupitia azimio la usalama la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sasa kuhitimisha swali lako ni kwamba eneo la hawa waliopoteza maisha kwamba wanafanywaje, kama nilivyosema, moja nimesema tusubiri tume itasema kama itaona ni muhimu, lakini pili wahanga wenyewe wana fursa kufungua mashauri ya madai sasa kwenye mahakama za ndani hapa zidi ya hawa ambao wanaona wao kwamba walifanya hayo matendo zidi ya ndugu zao. Sawa, vipi kuhusu ambao wamepoteza mali zao sasa, wale ambao mali zao ziliweza kuharibiwa vibaya, wengine maduka yao yalivamiwa, hao pia kwenye swala zima la kisheria limekaaje, au wanaweza kufanya nini ili wapate usaidizi wa kisheria? Nafikiri kwa bahati mbaya ni kwamba makosa kama yalifanyika yale ni ya violence, ni ya watu wengi, kwa maana kwamba ni waandamanaji walikuwa wengi.
Kwa hiyo hujua kumpeleka mahakamani ni nani. Lakini njia pekee ambayo inaweza kuokoa hawa walioharibiwa mali ni bima. Kwa wale ambao walikuwa na bima za majanga, na bima ya wizi, bima ya majanga kama moto, bima ya ulinzi kwa ujumla wa mali, au bima ya chochote. Hawa nafikiri wao na bima zao kupitia mikataba yao ambayo mimi kama wakili sijui, wanaweza kupata chochote. Kwa maana kwamba kama kampuni X imepoteza mali zake kwa kuchomea moto na ilikuwa na bima ya majanga ya moto, au bima ya ulinzi au bima ya zidi ya wizi, tayari hao wanaweza kufanya arrangement na kampuni ya bima wakapata hizo fidia zao. Lakini kwa maana ya kufungua mashtaka kwa hawa, maandamano yalikuwa ni ya watu wengi, kwa hiyo hamna kumtarget. Yes. Sasa tumalize kwa hili sasa ambalo limeleta kidogo mjadala kwenye mitandao ya kijamii, ni kuhusiana na rais wakati anazindua bunge. Dr. Samia Suluhu Hassan alisema anatoa maelekezo kwa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali, maana yake DPP, kuweza kuangalia namna gani wanaweza wakawaachilia washtakiwa wa makosa ya uhaini ambao walihusika kwenye zile vurugu zilizotokea Oktoba 29. Wengine walidai ni kwamba kulingana na sheria na utaratibu wa kikatiba, utaratibu wa kisheria ni kwamba mwenye haki ya kuondoa ama kuwafutia mashtaka ni mwendesha mashtaka wa serikali, ambaye ndo ana haki na anayo mamlaka ya kuamua kwamba watu wanaweza kufutiwa mashtaka. Vipi kuhusiana na rais kuzungumza hivi na watu kuleta huu mjadala? Je, ni kweli ni kwamba rais kweli hana mamlaka hayo, au mamlaka hayo anayo kisheria? Asante. Kwanza nafikiri kwenye hili pia na mimi nimeona huo mjadala wa watu kwenye mitandao. Nitajibu kwa aspect mbili. Ya kwanza ni kweli kwamba rais wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ana mamlaka kusamehe wafungwa peke yake. So kusoma ibara ya 45 yazungumzia pardon, powers of pardon to the president. Rais ana mamlaka ya kusamehe kwa watu ambao tayari wamepitia mchakato wa kimahakama. Mahakama imesikiza mashauri yao, kakuta na hatia. Hapo Mheshimiwa Rais ana mamlaka kutoa msamaha kwa wafungwa. Swali sasa linakuja kwamba je, Mheshimiwa Rais pia ana mamlaka kutoa msamaha kwa mahabusu? Jibu ni kwamba hakuna sheria moja kwa moja inayompatia mamlaka Mheshimiwa Rais wa Tanzania ya kusamehe watu ambao bado hawajapitia mchakato wa kimahakama. Kwa maana kwamba ndio kwanza wako mahakamani kusikiza mashauri yao, lakini pili ni kwamba bado mahakama hazijatoa hukumu dhidi yao, kwa maana kwamba hajawa wafungwa, bado ni mahabusu tu. Na kwa mujibu wa katiba yetu ibara ya 13 ibara ndogo ya 6E inasema dhahiri shahidi kwamba kila mmoja atafsiriwa kuwa yu huru au ni mtu huru au asiye na hatia mpaka itakapothibitishwa na nini, na mahakama, kwamba everyone is presumed to be innocent until proved otherwise, kwamba kila mtu anakuwa presumed ni mtu asiye na hatia mpaka itakapothibitishwa na mahakama. Sasa hao wote hawa watuhumiwa makosa ya uhaini na mengineyo, as of now tunapozungumza na nyinyi, kwa mujibu wa sheria ni watu wasio na hatia mpaka mahakama itakayosema wana hatia. Kwa bado ni mahabusu, ni ndio maana watu watuhumiwa, suspect, accused persons. So bado mahakama haijasema chochote. Mahakama ikiprove kwamba ni walifanya makosa, basi mamlaka ya Mheshimiwa Rais ya kusamehe anakuja. Lakini la pili ni kwamba Mheshimiwa Rais kwenye hotuba yake wakati anazindua bunge azungumzia aspect mbili. Moja, aitoa hayo maelekezo, lakini pili akasema anasamehe na akakota kifungu cha Biblia Luka swinga pingapi ile. Sasa kipengele cha kusamehe ndio kimezua zaidi mjadala, kwamba Mheshimiwa Rais anasamehe tangu lini akana mamlaka kusamehe mahabusu. Msamaha wa rais kwa wafungwa. La pili kwamba anaposema atoa maelekezo, kusoma katiba, ni kweli kwamba kusoma katiba ibara ya 59 ibara ndogo ya 4 inasema kwamba DPP atakuwa ni mtu huru atakayefanya kazi yake kwa uhuru bila kuingiwa taasisi yoyote. Imesema hivi. Lakini la pili sasa ambapo mimi pia ningeleza swali kama wakili ni kwamba Mheshimiwa Rais kama mkuu muhimili wa serikali ambaye ndani yake DPP ni sehemu ya serikali ambaye anamteua yeye, swali la kawaida kujiuliza ni je, hawezi kumwelekeza mtu aliyemteua? Ingekuwa ni mahakama, kama rais angeelekeza mahakama, kama anaagiza mahakama iwaachie, hapo kwa kweli tungepiga kelele sana. Kama rais anavunja katiba, rais kaingilia muhimili mwingine. Rais ukimsikiza hotuba yake hakuna popote ataja mahakama. Ni kama rais alijizuia sana kuzungumzia mahakama, akitambua kwamba ni muhimili unaojitegemea. Alichokifanya Mheshimiwa Rais ni kwamba alijikita kwenye muhimili wa kwake. DPP ni sehemu ya muhimili wa serikali, na ndio maana mashauri yote ya jinai yanaandikwa jamhuri dhidi ya fulani, jamhuri dhidi ya fulani. Jamhuri maana yake ni serikali, kwa DPP ni mwakilishi tu wa serikali
ambao kiongozi wake mkuu ni rais. Sasa swali la kuja kwamba kwa hali tu ya kawaida ni kweli kwamba mamlaka ya kusamehe mahabusu Mheshimiwa Rais hana kwa mujibu wa katiba, lakini je, mamlaka ya kushauri au kutoa maelekezo kwa waendesha mashtaka wa serikali ambao yeye ni mkuu wake anaweza kawa au hana? Hilo swali sitaki nijibu, nataka niwaachie watu wa debate kwenye mitandao. Sasa unajua tunaona hotuba yangu hii, sitaki nitoe majibu hapa moja kwa moja, lakini the question kama nimekuwa very clear kwamba kwenye kusamehe mahabusu Mheshimiwa Rais mamlaka hayo hana. Ana mamlaka kusamehe wafungwa. Hapa nanyoka very straight. Hasa Mheshimiwa Rais kama mkuu wa muhimili wa serikali ambako DPP ni sehemu yake, je, hawezi kushauri au kuelekeza mtu ambaye alipoti kwake au anafanya kazi kwa muhimili wa serikali kufuta haya mashtaka? Ni swali ambalo sitaki kulijibu na waachie wananchi wajibu. Lakini la tatu ni kwamba katika mazingira ya sasa, ndugu mwandishi, kulikuwa mahakamani juzi pale umeona, kulikuwa na ndugu wamejaa pale mamia kwa maelfu. Umasikia wenyewe wakizungumza kwenye media. Wote wanalia rais. Rais wasamee watu wetu. Mheshimiwa Rais waachie watu wetu. Mheshimiwa Rais. Sasa katika mazingira haya, ndugu mwandishi, ni kwamba mimi sitaki kujaji kwenda moja kwa moja kipi kiwe ni muhimu. Je, ni hawa vijana kuwa uhuru au ni mjadala rais kaingilia ana mamlaka kubagiza DPP au hana? Lakini cha pili ni kwamba wazazi wao watoto na ndugu zao wakisikia mimi nasema kwamba rais kusema kwamba anamuelekeza DPP afute mashtaka alikosea, watanielewa? Kwa jaribu kubalance the struggle kwamba wazazi, ndugu na jamaa ambao wanasikia mahakamani jana hapa wanalia kwenye media, na nyinyi sio mmerusha hiyo, wakilalamikia wote wakimtaka rais asamehe au achie ndugu zao, including mama yake Nifa alirekodi video akisema Mheshimiwa Rais msamehe Nifa atoke. Katika mazingira haya lipi la muhimu? Muhimu iwe ni sisi kudebate kama Mheshimiwa Rais mamlaka kuelekeza DPP hana au anayo, au muhimu ni kwamba vijana wawe huru, watoke magerezani, warudi majumbani kwao, waongee na ndugu zao, wajenge familia zao na taifa hili kwa jumla? Kipi kitangulie? Mimi nawaachia mawakili wenzangu wanaosikiliza hapa, nawaachia ndugu kwamba sisi wenyewe tuchague sasa kipi kianze kati ya kudebate kwamba Mheshimiwa Rais hana mamlaka ya kumwelekeza mwendesha mashtaka wa umma kufuta mashtaka, au vijana hawa wawe huru wawe nje, baada ya kuendelea kuteseka magerezani watoke nje wakaungana na familia zao. Kipi kitangulie? Lakini kuhusu Mheshimiwa Rais kusamehe mahabusu, hilo nimesema very clear kwamba kwa mujibu wa katiba ibara 45 Mheshimiwa Rais wa Tanzania anayo mamlaka ya kusamehe wafungwa, na hiyo imekuwa desturi ya miaka yote ya marais wetu, Mwalimu Nyerere, hayati Mkapa, hayati Mwinyi, Rais Kikwete, hayati Magufuli, na leo Mheshimiwa Rais Samia. Wote wamekuwa na utamaduni wa kusamehe wafungwa siku za Muungano na siku ya Uhuru tarehe 9 Desemba. Wote wanatangaza kwenye media kwamba Mheshimiwa Rais kwa mamlaka alionayo kwa kuegemea tuingie na lengo gani. Tuendelee kubishana kwamba Mheshimiwa Rais kama na mamlaka kumwelekeza DPP au hana kufuta shtaka, au tutangulize maslahi ya kwamba vijana wako ndani magerezani wanateseka na mashtaka yana tija kwa taifa, wawe nje, waende kwa wake zao, kwa ndugu zao, na waendelee kujenga nchi hii. Lipi itangulie? Mimi na mjadala wananchi wataamua. Sawa, kwa kumaliza kabisa, upi wito wako kwa raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kudumisha utawala wa sheria? Mimi wito wangu ni kwamba kote wananchi na vyombo vya usalama kwamba licha kwamba maandamano ni haki ya katiba ya wananchi kuandamana, na of course kwenye nchi yetu yamewekewa utaratibu, kusoma sheria la polisi, kusoma PGO inataka kwamba maandamanaji akitaka kuandamana eza mtu au taasisi atoe taarifa polisi ndani ya masaa 48 kabla ya maandamano husika, na polisi wanaweza wakasema wanaruhusu maandamano au wakasema maandamano wanapiga marufuku. Lakini la pili ni kwamba ambalo pia ni muhimu ni kwamba pale inapotokea, hata kama ikitokea waandamanaji wamekiuka sheria, wameandamana bila kibali cha polisi, eza kibali au taarifa, utakavyoona mwenyewe namna ya kuita, swali ni je, jeshi la polisi lina mamlaka ya kutumia silaha za moto za kivita kuua wananchi hao? Kwa sababu ukisoma sheria na mwongozo wa polisi unaelekeza namna ya kukabiliana na waandamanaji. Moja, inataka jeshi la polisi kuanza na tangazo la ilani. Mnaombwa kutawanyika eneo hili. Tangazo la pili, ilani.
Tangazo la tatu, ilani. Bado wananchi na mdau anapotangaza anakuwa na bendera ya nyekundu inayoashiria hatari. Hiyo ni hatua ya kwanza. Akiona bado waandamanaji hawatii maelekezo, hatua ya pili inamtaka kurusha risasi za juu kama means, sio za moto, risasi za mipira au baruti kama sehemu ya kuwatawaja waandamanaji. Hatua ya tatu, akiona bado waandamanaji hawatii maelekezo, ni kuanza sasa kumwaga mabomu ya nini, ya machozi kwa lengo la kuwatawanya waandamanaji. Akiona hawatosha, sasa hatua ya mwisho ambayo itaja ni hatua ya kutumia risasi za mipira ambazo haziathiri maisha ya mtu moja kwa moja. Lakini kwenye hii tumeona moja kwa moja kuna matumizi ya silaha za moto. Na kila waandamanaji wamekumbana na risasi za moto, na ndio maana tunazungumzia leo kuna watu wanapoteza maisha na kadhalika. Kwa hiyo kama kwa hiyo nataka kufuata utawala wa sheria, ni muhimu sana nikatoa ushauri wangu hapa kwa wakuu wa vyombo vya usalama. Nitoa ushauri kwa CDF Afande Mkunda, nimshauri mkuu wa polisi Afande Camillus Wambura, na wakuu wote wa vyombo wanasema kwamba inapotokea kuna hayo mazingira ya waandamanaji, basi wajitahidi sana kwamba namna ya kuadhibu waandamanaji basi athari sio kubwa sana mpaka leo tunavyozungumza hapa. Masharti ambayo yameongozwa kwenye mifumo ya kisheria, zile taratibu ambazo zimewekwa basi zifuatwe ili kuweza kukabiliana na hao waandamanaji. Kutumia risasi za moto na bunduki za kivita ambayo pia baadaye zinapaswa kutumia kwenye mazingira ya kivita. Kwa sababu 29 ile huoni kama ni vita, ile ni wengine wanasema ni vurugu, violence, lakini bado hata kama ni violence, sheria za kivita bado zinazuia kutumia risasi za moto. Kulikuwa na njia ya kukabiliana nao. Risasi za moto na zile ambazo zilitumika kwa mujibu wa sheria za kivita zinapaswa kutumika wakati wa vita. Mwisho ndio ushauri wangu kwa wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama ambao wanafanya kazi kubwa ya kulinda amani ya nchi, lakini pia wawe na wajibu wa kubakisha kwa na waandamanaji. Sasa mimi nikushukuru sana Wakili Maduhu kwa wakati wako. Shukrani sana, nashukuru sana kwa fursa hii na wasaa huu. Natakia kila heri na karibuni tena. Asante sana. Mtazamaji na fuatiliaji wa Kawabe Media, hadi kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Jina langu ni Salumu Amani, nilikuwa hapa na Wakili Maduhu William, lakini pia nikukumbusha pia kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. YouTube, hapa YouTube unaweza kusubscribe, lakini pia Instagram, Facebook, lakini Thread pia usiache kusahau. Mtandao wa X ambao ni zamani ni Twitter. Hakikisha pia unatufuatilia huko kwa jina la Kawabe Media. Asante. Hadi wakati mwingine, kwaheri. Anaweza kawa au hana. Hilo swali sitaki nijibu, nataka niwaachie watu wa debate kwenye mitandao. Sasa unajua tunaona hotuba yangu hii, sitaki nitoe majibu hapa moja kwa moja. Lakini the question kama nimekuwa very clear kwamba kwenye kusamehe mahabusu, Mheshimiwa Rais mamlaka hayo hana. Ana mamlaka kusamehe wafungwa. Hapa nanyoka very straight. Hasa Mheshimiwa Rais kama mkuu wa muhimili wa serikali, ambako DPP ni sehemu yake, je, hawezi kushauri au kuelekeza mtu ambaye aripoti kwake au anafanya kazi kwa muhimili wa serikali kufuta haya mashtaka? Ni swali ambalo sitaki kulijibu, na waachie wananchi wajibu. Lakini la tatu ni kwamba katika mazingira ya sasa, ndugu mwandishi, kulikuwa mahakamani juzi pale, umeona kulikuwa na ndugu wamejaa pale mamia kwa maelfu. Umasikia wenyewe wakizungumza kwenye media, wote wanalia rais. Rais wasamee watu wetu, Mheshimiwa Rais waachie watu wetu, Mheshimiwa Rais. Sasa katika mazingira haya, ndugu mwandishi, ni kwamba mimi sitaki kujaji kwenda moja kwa moja kipi kiwe ni muhimu. Je, ni hawa vijana kuwa uhuru, au ni mjadala rais kaingilia ana mamlaka kumaagiza DPP au hana? Lakini cha pili ni kwamba wazazi wao watoto na ndugu zao wakisikia mimi nasema kwamba rais kusema kwamba anamuelekeza DPP afute mashtaka alikosea, watanielewa? Kwa jaribu kubalance the struggle kwamba wazazi, ndugu na jamaa ambao wanasikia mahakamani jana hapa wanalia kwenye media, na nyinyi sio mlirusha hiyo, wakilalamikia wote wakimtaka rais asamehe au achie ndugu zao, including mama yake Nifa alirekodi video akisema Mheshimiwa Rais msamehe Nifa atoki. Katika mazingira haya lipi la muhimu? Muhimu iwe ni sisi kudebate kama Mheshimiwa Rais mamlaka kuelekeza DPP hana au anayo, au muhimu iwe ni kwamba vijana wawe huru, watoke magerezani, warudi majumbani kwao, waongee na ndugu zao, wajenge familia zao na taifa hili kwa jumla. Kipi kitangulie? Mimi nawaachia mawakili wenzangu wanaosikiliza hapa, nawaachia ndugu kwamba sisi wenyewe tuchague sasa kipi kianze,
kati ya kudebate kwamba Mheshimiwa Rais hana mamlaka ya kumwelekeza mwendesha mashtaka wa umma kufuta mashtaka au vijana hawa wawe huru wawe nje, baada ya kuendelea kuteseka magerezani watoke nje wakaungane na familia zao, kipi kitangulie? Lakini kuhusu Mheshimiwa Rais kusamehe mahabusu, hilo nimesema very clear kwamba kwa mujibu wa katiba ibara 45 Mheshimiwa Rais wa Tanzania anayo mamlaka ya kusamehe wafungwa. Na hiyo imekuwa desturi ya miaka yote ya marais wetu. Mwalimu Nyerere, hayati Mkapa, hayati Mwinyi, Rais Kikwete, hayati Magufuli na leo Mheshimiwa Rais Samia. Wote wamekuwa na utamaduni wa kusamehe wafungwa siku za Muungano na siku ya Uhuru tarehe 9 Desemba. Wote wanatangaza